Abu Lahab hakuwa na mke mzuri, mwanamke anamchochea katika kuendelea kufanya maasi na kumkera Mwenyezi Mungu na kuyafanya yasiyomfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata kwenda peke yake, Mwenyezi Mungu anasema atakwenda na mkewe, wa mraatuhu, atakwenda yeye na mkewe. Wa mraatuhu hammalat alhatabi fi jidha, katika shingo yake hablun min masad, atapewa kamba ambayo hiyo kamba ni ya moto, atafungwa nayo au anaungua katika shingo yake. Wanasema sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivi, Umu Jamil mke wa Abu Lahab alikuwa na dhahabu nzuri sana, lakini alipewa na akauza kwa ajili ya kupambana na Uislamu na kuharibu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mali yake. Sasa aljazaa min jinsi al-amal, kama mtu analipwa kwa vile alivyofanya, basi Mwenyezi Mungu akasema hiyo cheni iliyouza ya dhahabu kwa ajili ya kuharibu dini, mimi naigeuza inakuwa moto na kufunga hapa shingoni. Sasa kwa Mwenyezi Mungu amegeuza ile cheni baada kutoka kwenye cheni nzuri ya urembo kuwa sasa ni moto, unamuunguza kwa sababu anayofanya yale kwa ajili ya kumkera Allah Subhanahu wa Ta'ala na kurudisha dini nyuma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kama walivyokuwa watu wema watafufuliwa na wataoka peponi wao na familia zao na wake zao, kadhalika watu waovu nao watakuwa wako motoni na nini pamoja na wake zao hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaona katika matukio yale kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesifika kwa tabia njema. Na tabia njema gani? Tabia njema ya kuwa mkweli, kiasi makafiri wanashuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli. Na katika kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwaminifu, siku Mtume sallallahu alaihi wasallam anaama Maka kuhamia Madina, alimwacha Ali radhiallahu anhu na akamwacha katika kitanda chake alale, ili iwe sababu kwamba Ali ameachwa kwa ajili ya kurudisha amana za watu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kama benki, watu wakiweka mali zao, pesa zao, wakimpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema kwa kuwa naona anapiga masahaba zangu wananyanyasa, mimi mwenyewe ameninyanyasa, waniumiza, sasa mimi naondoka na wao, kama walivyokuwa baadhi ya watu ya mtu anataka kujilipa. Mtume sallallahu alikuwa hivyo, kaambia Ali na kuacha hapa, hakikisha wewe unarejesha amana za watu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wala imanan liman la amanata lahu, ana imani mtu ambaye si mwaminifu. Lazima mtu katika sifa au tabia zilizokuwa njema ni mtu kuwa mwaminifu, na katika alama za unafiki mtu kuaminiwa kisha akafanya khiana, asitekeleze amana ya watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kwa mtume sallam hakuwa akizungumza uongo. Na kwa sababu gani? Kwa sababu anachozungumza ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwa akisema uongo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali mtume sallam alikuwa mkweli katika kila nukta katika mazungumzo yake. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ila yawmi din wa ba'd. Ikhwata al-iman, tutaona mashahidi nyingine, ushahidi mwingine juu ya ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni katika tabia njema za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi makafiri walikuwa wakimtaja kwa wema hivyo kwamba yeye ni mkweli, hata kwa yule ambaye
ni adui yake, bado Mtume sallam alikuwa mkweli tu. Ndio sema Abu Sufyan kabla hajasilimu alikuwa ni adui mkubwa sana wa Uislamu. Alikuwa adui sana mkubwa wa Uislamu, lakini alikuja kusilimu baadaye, kaja kuwa ni katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliokuwa bora kabisa. Na mwanae ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Kadhalika ana binti yake mmoja Abu Sufyan ambaye ni katika ummahatul mu'minin, ni katika kina mama wa waumini, yani alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Abu Sufyan radhiallahu anhu jamia. Abu Sufyan siku moja ameita na hawa wakubwa wa Kirumi wakati huo, na akamwita na mtu wa kutarjum maneno yake wa kufasiri, na akakaa naye katika kikao, na yule mkubwa wa Kirumi akawa na maswali mengi sana ya kutaka kumuuliza Abu Sufyani ili apate kumjua huyo Mtume Muhammad sallam ni mtu wa aina gani. Yule bwana kwanza alitaka kujua ni nani katika waliokwenda katika Makureishi pale, nani ni ndio mkubwa, yani nani mtu wa karibu zaidi na huyo anaitwa Muhammad. Ayyukum aqrabu ilayhi nasaban, kwamba nani ambaye ana nasabu ya karibu na huyo mtu, yani yule ambaye yazamu annahu ar-rajul alladhi yazamu annahu nabii, yani mtu anayejidai kwamba yeye ni mtume au nabii, nani huyo ambaye yuko karibu naye? Abu Sufyan akasema mimi hapa ni mtu wa karibu na yeye kwa nasabu. Wale wakubwa wa Kirumi wakasema msogezeni karibu yangu huyo, nataka kuna maswali nataka nimuulize ili nipate kumfahamu zaidi huyo mtu. Anasema mimi nataka nimuulize kuhusiana na huyo mtu, kama itakuwa maswali yangu nimegundua kama huyo mtu labda ni mwongo, basi itakuwa ni haki ya kumkadhibisha na nyinyi mkadhibisheni. Lakini kama itakuwa huyo mtu ni mkweli, basi itakuwa ni mkweli, maana ana haki ya kufuata. Anasema Abu Sufyani, anasema lao kama sio kuona haya aibu, mimi lakadhabtu alayhi, yani ningesema uongo juu ya huyo Mtume Muhammad, ningesema uongo. Na ndio maana utakuta katika tabia njema za tofauti kati hata makafiri walikuwa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sasa hivi, wale walikuwa wanaogopa kusema uongo. Yani kusema uongo ni aibu sana kubwa tu, mtu kuwa muongo, yani walikuwa wanajiepusha kusema uongo kwa sababu ni aibu. Akisema nitamani niseme uongo, lakini naona aibu, kwa nini niseme uongo? Akatakiwa akaulizwa kuhusu nasabu yake, akasema nasabu yake ni kama sisi, na akaulizwa je, kuna mtu yote aliwahi kudai kwamba yeye ni nabii kabla yake? Akasema hapana, hakuna mtu kadai. Akaulizwa je, baba yake huyu Muhammad aliwahi kuwa labda mfalme? Abu Sufyan akasema hapana, hakuwahi kuwa. Akaulizwa fa ashrafu an-nasi yattabi'unahu au mu'afaruhum, anafuatwa na watu wakubwa wa miji au wale waliokuwa wanyonge ndio wanamfuata huyu Muhammad? Akajibu akasema na watu wanaomfuata huyu ni wale wanyonge, sio watu
sio watu wakubwa wa mji. Wengi wanaomfuata wafuasi wake ni wanyonge tu. Akaulizwa tena, je, wanazidi idadi yao watu au wanapungua? Akasema bali kila siku wanazidi. Yaani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapungukiwi na wafuasi. Anafuatwa na watu wanyonge, lakini kila siku wanaongezeka. Akaulizwa, je, kuna mtu yoyote katika wao ambaye kasilimu kisha akaritadi kwa sababu ya kuichukia hiyo dini anayokuja nayo? Abu Sufyan akasema hapana. Angalia, mtu anasema, ananyosha maelezo ambayo yeye Hirkal anataka kujua kwamba huyo mtu ni mtu aina gani. Sasa akaulizwa swali lingine, je, mlikuwa mnamtuhumu huyu Muhammad, mliwahi kumtuhumu kwamba kwa uongo kabla ya hapo, kwamba alikuwa labda anasema maneno ya uongo, yani mtu asili yake ni mwongo? Je, mlikuwa mshawahi kumtuhumu kwa kusema uongo? Abu Sufyan akasema hapana, hatujawahi kumshuhudia huyu mtu akisema uongo, bali huyu mtu ni mkweli. Kisha akaendelea, akaulizwa, je, mshawahi kumpiga vita? Akasema tumeshampiga vita. Vita vyenu vinakuwaje kati yenu na yeye? Anasema vita vyetu sisi vinakuwa vikali sana, tunapigana naye vita kali tu, na yeye mara nyingi pia anashinda. Akauliza tena, kwani famadha yamukum, anawaamrisha nini mpaka mnagombana naye?